kuhimiza sana maafisa ugani, na tumeshaweka budget mwaka huu unaokuja wa fedha kuanzisha mashamba darasa, kwa sababu kuwafikia wakulima wote kila mmoja kwenye kijiji ni kazi ngumu ambayo kwa afisa ugani mmoja haiwezekani. Sasa kama alivyochangia mtaalamu pale kwamba tunategemea kuanzisha mashamba darasa kwenye kila kijiji ili wakulima wengi kwa pamoja waweze kujifunza kwa vitendo wakati wa kuandaa, kupanda, kupalilia hadi kuvuna. Kwa hiyo mkulima atakuwa anakuja kujipata elimu pale, anaenda kuitumia elimu ile kwenye shamba lake. Pia mwenyekiti, nilikuwa na ombi tu kwa yenye mikutano mikuu ya vijiji ambayo naamini huwa mnakaa kila robo mwaka, tuwahamasishe wakulima, kwa sababu sasa hivi kumfikia mkulima mmoja ni kazi ngumu, kwamba wawe katika vikundi. Wanapokuwa katika vikundi ambavyo baadaye vikundi hivyo vinasajiliwa, inakuwa ni rahisi kuwafikishia ujumbe. Sinaelewa, tuwe kama wafugaji, tuwe na tabia kama ya wafugaji. Mfugaji akiona hata mfugo wake labda unatatiza, kuna tatizo fulani, huwa wanapiga na simu kwamba bwana kuna shida hii na hii. Sasa hata mkulima, wewe umepata pembejeo, una mbolea, umeandaa shamba, hujui hata vipimo na wataalamu wako, tupigie hata simu kwamba bwana mimi leo nategemea kupanda, nina mbegu aina fulani, nitumie njia gani? Tutaagiza mtu au sisi wenyewe kutoka wilayani tunakuja hadi kwenye shamba lako. Wakulima wako kwenye vikundi, siku moja labda wameweka kwamba kila mwezi tunakutana kwenye kikao. Siku hiyo kwenye kikao chetu tumwalike na mtaalamu kutoka wilayani kuja kutupa elimu fulani ambayo sisi inatutatiza katika kikundi chetu. Pia ukiangalia serikali sasa hivi inategemea kuwatumikia wananchi pia kupitia vikundi. Akina mama watakuwa wanapata mikopo, vijana watakuwa wanapata mikopo. Kila kijiji kinategemea kupata milioni 50 ya kuwezesha vijana na kina mama. Pia kuna mchakato ambao unaendelea wa kuwezesha wazee. Simeelewa? Wao wanalipwa na pension. Kwa hiyo ni mambo mazuri. Sasa mambo mazuri yale hayawezi kukufikia kama uko peke yako. Sawa ndugu zangu? Hebu sasa tuamke. Mashirika yote yanayokuja yanataka kufanya na vikundi, lakini ndani ya vikundi vile wanafanya na mtu mmoja. Sasa kikundi maana yake kusaidiane, kuwa unapokutana mnabadilishana mawazo, lakini unapewa mradi kwa kwako wewe kama binafsi, lakini kupitia vikundi. Tunapewa mgao kiwilaya. Wilaya nzima kwa sababu tulikuwa na 10,082 10,382 ndio wanufaika wa wilaya hii. Hii wilaya ina wakulima 60,000, lakini tumepewa watu wahudumie watu 10,000 tu. Sasa tunaweza kuona jinsi kalivyo kadogo yani tulikopewa. Lengo la serikali si kwamba wakulima wote wapate nani za ruzuku kwa awali. Ilikuwa kwamba wakulima wachache wapate, wazitumie ili wengine wajifunze, kisha mkulima akatafute pembejeo mkali. Ndio lengo hasa. Ila kama ndio sababu sasa serikali inaenda kuangalia utaratibu mwingine ambao sasa labda ujitambulishe, unaitwa nani? Mimi kwa jina naitwa Paulson Tanifasi Mvwimi. Aha. Katika ukulima wako katika mwaka huu unatarajia kuvuna magunia mangapi katika ekari moja? Katika ekari moja kwa mwaka huu kwa shamba hili ni kama naweza nikavuna gunia 8. Kama gunia 8? Kama gunia 8. Na miaka mingine huwa unavuna gunia ngapi kwa shamba kama hili? Kwa miaka mingine siku zote huwa navunaga gunia, kwa hekari moja navunaga mpaka gunia 25. Aha.
Pengine ni changamoto gani zimesababisha ufikiri labda utavuna magunia machache kuliko miaka mingine iliyopita? Shamba lenyewe nimeliona tu jinsi lilivyokaa, maana kwa sababu hata mvua ilizidi, namna ya kupalilia au utunzaji nikashindwa. Na yale mazao kwa kweli nikaona yanafifia kufuatana na maji, maana moto humu yalijaa maji. Kwa hiyo nikaona hapana, kwa mwaka huu hapa nimeshaanguka kweli. Neno lako la mwisho kwa wadau wengine wa kilimo, viongozi, una ushauri gani pengine? Ushauri tu mimi naona tupambanage na kila mmoja wage na shamba. Ili tuweze tujisukume, tusiwe na njaa. Sawa sawa. Na wizi vile vile usiwepo, manake mtu kisha kuwa na chakula uwezi ukaiba. Sawa sawa. Kwa huku kwetu vijijini huku. Sawa. Nashukuru sana. Kwanza nijue tu mazao yanayolimwa katika kijiji cha Soweto. Labda ni yatamka ambayo yako hapa, tunaweza tukasema kwamba hilo linalimwa, hilo halilimwi. Ndio? Nikianzia na mahindi. Mtama. Baadhi ya watu. Hata kama ni si wako lakini. Ulezi. Sana. Mpunga. Mwogo. Viazi vitamu. Kunde. Labda ujitambulishe, jina lako nani? Mimi kwa jina naitwa Mbendwile Mwekwaje. Ni mwenyekiti wa kijiji cha Soweto. Aha. Kwenye kijiji chako labda wakulima wanapata changamoto gani za kilimo pengine unazoziona ambazo unahitaji labda serikali ingeweza kuja kuwasaidia? Changamoto ambazo tunazipata kwenye kijiji cha Soweto ni pia hata maafisa ugani. Kwa maafisa ugani huwa hawafiki hapa kuweza kuwafundisha hawa wakulima namna kulima kilimo bora. Hizo ni changamoto pia, kwa sababu kiangalia asilimia kubwa tunalima kienyeji kwa kukosa maafisa ugani. Na changamoto zingine ni hizi pembejeo huwa hazifiki kwa wakati. Inafikia wakati wananchi wanapanda mbegu za kienyeji, baada ya kuona hizi mbegu za zuku zimechelewa. Hiyo kweli ni changamoto mojawapo. Okay. Lakini kwa kawaida labda mkulima wa kawaida wa Soweto kwa ekari moja, kama mazingira yamekuwa ni mazuri, mvua zimenyesha vizuri, huwa anaweza kutoa magunia mangapi katika ekari moja? Kwa kawaida kwa mkulima wa Soweto akitunza vizuri, akipandia mbolea, akikuuzia mbolea na mvua ikinyesha kwa wakati mzuri, huwa anaweza kupata gunia 13 kwa ekari moja. Wito wako leo nao kwa serikali pengine ili kuboresha kilimo chenu mwingine mbali na kile ambacho umeshakizungumza? Wito wangu ni kwamba serikali jaribu kuleta maafisa ugani hawa, kwamba sasa waweze kufika sasa na ule msimu wa kilimo, ili waweze kufika kwenye kijiji cha Soweto, ili waweze kuwafundisha wananchi wa Soweto waweze kulima kilimo cha kisasa. Nashukuru sana. Labda ungejitambulisha jina? Kwa jina naitwa Samuel Jackson Mkalinga, afisa ugani kata ya Kasanga. Pamekuwa na malalamiko mengi. Wananchi wengi wanasema labda wewe afisa ugani haufiki kwenye mashamba yao kuweza kuwapa ushauri wa kitaalamu ili waweze kuwa na kilimo chenye matokeo ambayo ni mazuri zaidi. Labda unasemaje kuhusu malalamiko kama hayo? Malalamiko yanaweza yakawepo, lakini swala zima kwamba kuhudumia kata ya Kasanga ni kata kubwa ambayo inaunganisha vijiji karibu viwili na vitongoji ambavyo viko mbali sana. Sasa unakuta unaweza kuhudumia kwa sababu miundombinu yenyewe ni mibovu, na ukizingatia vyombo vya usafiri huku ni gari kidogo, kwa sababu utaweza kukodi labda bodaboda hizi kuhudumia, kwa inakuwa ni gharama. Lakini kama labda tukiwezeshwa vifaa kama pikipiki labda kwa ajili ya kuwafikia wakulima wote kwa wakati, inakuwa ni vizuri zaidi. Lakini kwa sasa hivi changamoto kubwa ni kwamba kijiji ambacho nahudumia kwa sasa hivi kwa asilimia kubwa naweza nikasema ni Maweru, lakini sasa huku Soweto kufika inakuta ni
mara chache zaidi, kwa sababu kuna umbali. Kwa hiyo kuta gharama ile ya kufika mpaka hapa na vyombo vya usafiri pia hatuna, kwa hiyo kuta ni changamoto. Kwa kawaida labda katika kata moja wanatakiwa kuwa maafisa ugani wangapi labda? Au hilo kata? Sasa kata inategemea na ukubwa wa kata, kwa sababu kama kata ina vijiji vitatu au viwili, ndio nafikiri nikitegemea kama kata ina vijiji viwili kuwe na maafisa ugani wawili. Aina gani ya mbegu hiyo kama alitumia mbegu ya ruzuku. Ulitumia mbolea? Lazima uhakikishe unatumia mbolea ya dukani, labda kama una samadi. Kama huna samadi lazima uende dukani ukanunue mbolea. Ndipo hapo utaona yani faida ya kulima. Lakini ukalima tu hivi hujaunga mbolea, mbegu umechambua kutoka kule kwenye store chako kwenye kienge, kwamba mahindi yalikuwa yana afya nzuri, haya ndio nikapande, bado hautapata tija ya kilimo. Kupitia kilimo ni nini? Ni nyenzo za kulimia, nyenzo za kulima, kwamba haulimi kwa matrekta, kutumia ni mikono tu. Sasa muda mwingi wa kutumia mkono panachukua muda kidogo. Unalima padogo, unatumia muda mwingi unalima padogo. Ndio hicho chenye kinasumbua. Kwa hiyo unatamani kuwa na kilimo cha kutumia cha teknolojia ya kisasa. Sasa au una mikakati yoyote ile ya kukufikisha kule? Hapo unaweza nikawa na mikakati. Sasa kinacho na kwamba labda kwamba ni kusaidiana na serikali, kwamba tunaweza kweli kutamani vitu vya namna hiyo, lakini uwezo ule unatubana. Yani ni uwezo, kitu kikubwa ni uwezo. Mapoli ndo tunayo, kwamba tunaweza tukalima kwamba tunaweza tukalima hata heka 10, tukalima mazao yote nadhani yanakubali, isipokuwa sasa ni nyenzo za kulimia na mbolea ndo chenye kinatukwamisha sana. Lakini serikali kwa kupitia mapato ya ndani ya 10% waga inatakiwa itoe mikopo kwa vijana. Si kama kwenye serikali ya kijiji imepata taarifa kama hizo, labda pengine mwe mnachukua mikopo ya kuweza kuwasaidia katika kilimo. Taarifa kama hiyo mnayo? Hapana. Labda kama itakuja kwa mwaka huu, labda kwa mwaka huu, lakini kwa miaka yote hii tujaweza kuchukua kwamba mikopo vijana kwa ajili ya kuendesha shughuli kama hizo za kilimo. Hatuja. Mwenyekiti yuko hapa. Mwenyekiti, hapa hakuna ile mikopo ya vijana na wanawake? Huo mkopo upo kwa ajili ya wanawake na vijana. Nafikiri kwa sasa alishajaza ile fomu ya mkopo, lakini mpaka sasa hajaletewa. Ila kwa mwaka hakuna kikundi kilichowahi kunufaika na hiyo. Hakuna hata kikundi. Ndio maana hata atanufaika ni kwa mwaka huu. Ile vikundi viwili imesajiliwa. Shamba mkopo, lakini mpaka sasa hivi hawajapata mkopo. Sasa nimejaribu kuongea na mtendaji kwa shida nini, nasema siku na mama fulani alibakia, ngoja kwanza zitakuwa. Mtendaji ndio. Kwa sababu sasa kwa nini nyie hamjapata? Mtendaji, eti ni kweli hapa kijijini kwako hakuna kikundi chochote kilichonufaika na mkopo kutoka halmashauri, ule mkopo unaotoa kwa ajili ya vijana na wanawake? Ndio. Sisi kama kijiji tulikuwa hatujui chochote kinachoendelea. Imani.
Haya. Bwana Lutonja. Msimu huu umelima mahindi? Nimelima mahindi. Mtama? Kama sijalima, nimelima mahindi na alizeti. Taratibu sasa taratibu. Umelima mpunga. Umelima alizeti. Alizeti. Karanga. Viazi gani? Viazi vitamu. Viazi vitamu. Unajua shamba lako la mahindi si ndio hili? Unafikiri linaweza kawa eka ngapi? Eka 8. Eka 8. Kwa ekari moja humu unategemea kuvuna gunia ngapi za mahindi? Kwenye eka moja, sio 8 zote. Kwenye eka moja? Kulingana na nini mbolea sisi tunapata shida. Unaweza ukavuna hata gunia 10, 15. Lakini kwa kawaida ambayo ndio mara nyingi unavuna gunia ngapi? 10. 10. Hapo tunaenda vizuri. 10. Mbegu uliotumia kupanda humu ulinunua ya dukani? Hamna, ya kienyeji. Ya kienyeji. Ulitumia mbolea kununua dukani? Hamna. Ulitumia samadi Samadi tumenyunyizia. Uwezo hamna. Ungeniambia changamoto gani ambazo umekutana nazo katika kilimo chako cha mwaka huu, labda katika upandaji mpaka unafikia kuvuna? Changamoto yenyewe ni dunia ya pembejeo. Hela yenyewe tunahangaika, unakuta unapanda huku sehemu zingine unakuta unachelewa. Kwa mfano saizi nimepanda mpunga, nimepanda mahindi huku. Saizi ukifika kule unaweza ukalia mpunga umechanua tu ndio mvua imeenda. Ningekuwa labda na uwezo ningewahi hata kupanda kule, ningepata mazao mazuri. Saizi ukifika kule, hata nyinyi mkifika kule saizi mnaweza mkalia. Jua lilivyopiga mpunga. Kwa hiyo mimi kikubwa, kama kuna uwezekano, tunataka serikali tusaidie mikopo na pembejeo, hata mbegu hizi za kisasa. Mikopo itakuja, mjiunge kwenye vikundi. Kuna zile hela zinazokuja milioni 50 nafikiri zitaanza kuja kuanzia mwaka ujao wa fedha kwenye kila kijiji. Kwa hiyo muandae vikundi ili muda ukifika basi mtapata hiyo mikopo. Sawa kabisa. Lakini pia kuna mapato ya ndani ya halmashauri kwa ajili ya kuwakopesha vijana na wakina mama kwenye vijiji. Uende ukaulizie kwenye mwenyekiti wako wa kijiji na mtendaji wa kijiji hizo hela zinakueje. Tuchukulie kila kaya inaweza ikawa na wastani wa miche mingapi? 5. Yaani tuchukulie kwamba tukiyahesabu maembe yote yaliko mama, tukagawia kaya zilizopo, kila kaya inaweza ikawa na miche mingapi? 5. Ndugu, kuna mtu ambaye alishaka kuvuna maembe labda mmoja, unatoa gunia ngapi? Kwa kweli hasa tusije tukakudanganya. Hakuna mtu yeyote aliyewahi kufanya tathmini juu ya hayo yote.
Unaitwa nani mzee? Mimi naitwa Winfred Simbeye. Aha. Wewe unalima mazao gani hapa Mamba? Hapa Mamba nalima mazao yafuatayo. Nalima mahindi, nalima tumbaku, nalima karanga, alizeti, maharage, pamoja na kunde. Sawa. Kwa tathmini ndogo ambayo nimeiona, inaonekana kilimo chako cha mahindi kimeshamili vizuri sana. Sawa. Pengine labda ungeniambia siri hasa ilikuwa ni nini? Siri ilikuwa ni kufuata utaalamu unaoelekezwa na wataalamu wa kilimo. Aha. Pengine labda mbegu ulitumia mbegu gani kwenye kupandia mahindi hapa? Nilitumia mbegu ya kisasa. Mbegu ya kisasa ambayo ni Sidiko. Kuna ile chapa nyani, kuna chapa nyani, alafu kuna chapa ya pundamilia. Ndio hasa mbegu nilizotumia kupanda. Zimeonekana zimefanya vizuri kwa kweli. Pengine labda katika ekari moja unatarajia kuvuna magunia mangapi ya mahindi? Kwa kawaida huwa kwa tathmini nzuri gunia moja, eka moja huwa navuna magunia 11. Aha. Sawa. Na pengine unapata soko vizuri la mahindi pengine au mara nyingi unakuwa yanakuwa ya kutumia nyumbani tu? Labda soko likoje pengine la mahindi kwa ujumla? Aha. Kwa vile zao la mahindi ni zao la chakula vile lakini ile ziada lazima niuze. Aha. Lazima niuze. Kwa hiyo kama ninaweza nikapata pengine gunia 80, ndio basi gunia 30 zitakuwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na gunia 50 kwa ajili ya ile ni ziada ya kuuza. Labda uanze kwa kujitambulisha, unaitwa nani? Mkumbu Fidel. Na hapa ni wapi labda? Mamba yeye. Unajishughulisha na kilimo cha mboga? Ndio. Na inaonekana matuta yako yameshamili vizuri sana. Ndio. Labda nini siri ya mafanikio? Kujituma. Na pengine labda maji yanapatikana hapa, na mbegu unazotumia pengine ni mbegu gani labda? Mbegu nayotumia ni mbegu za duka. Zile za kitaalamu. Na maji unapata hapa pia? Maji napata hapa. Ni kisima au unategemea maji ya mvua? Aha. Maji ya kisima. Na pengine labda masoko ya mboga unayazungumziaje labda? Masoko kwa mfano kama mwaka jana nilikuwa soko la kidogo sana kutoka vingi, ndio maana mwaka huu nimekabadilisha nikalima cabbage kidogo niangalie hali ya masoko itakuwa, kwa sababu cabbage zinalika kirahisi sana. Aha. Na hapa naona kuna cabbage, kuna spinach, kuna hizi ni sukuma wiki mnaita figili. Aha. Na watu wanazifurahia sana hapa. Na zinanunuliwa hapa kijijini. Sana hapa. Labda tuje kwa upande wa changamoto. Unapata changamoto gani kwenye kilimo chako cha mboga hapa? Changamoto kubwa ni upande wa madawa. Upande wa madawa, maeneo yetu haya dawa hazipatikani, na zikipatikana zinakuwa za ghali sana. Aha. Alafu pia niseme vitendea kazi nakuta tunatumia ni nguvu tu au makeni ya kubeba kwa mikono. Wakati hatuna pampu wala nini. Aha. Kwa hiyo unazungumzia habari ya uwezeshaji labda ya vifaa pengine? Tungekuwa tunawezeshwa walau vifaa, hata pampu za kunyonyea. Cha kuomba zaidi ni kutembelewa, kwa sababu unapotembelewa na afisa ugani unapata ushauri. Lakini kujirimia bila hata kushauriwa ndio unakuta kwamba pengine kuna athari na kukabili wewe bado hujaitambua. Lakini afisa akifika atagundua makosa. Ndio. Anaweza kukushauri. Sawa. Basi nafikiri ujumbe utakuwa umefika, na nikupongeze kabisa kwa sababu sio watu wengi wenye kilimo cha mboga ambao nimewatembelea. Kwa hiyo nakupongeza na nakutia moyo kwamba endelea kulima kilimo cha mboga na naamini kina manufaa makubwa sana.
Aha. Hii inaweza kuwa nusu eka au robo? Hii nusu eka hii. Nusu ya karanga. Ndio. Aha. Unatarajia kutoa magunia mangapi hapa? Hapa anaweza kufika 8. Yanaweza kufika 8? Ndio. Okay. Na vipi karanga ina soko zuri hapa? Sio sana. Tuna huwa inakuwaga mara chache sana kupata soko zuri. Lakini muda mwingi huwa tunalima kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Hapo pia hata kwa kupata pesa, lakini bei zake huwa zieleweki. Kuna debe la maganda labda shilingi 5,000. Kwa inakuwa ni mateso. Ndio. Changamoto kwa ujumla na ushauri kwa serikali labda kuhusiana na kilimo. Ushauri wote ulionao kwa serikali ifanye nini? Mimi nafikiri labda serikali ingeangalia sana wakulima vijijini, hasa kuwapelekea pembejeo na madawa yanayohusiana na kilimo. Okay. Ndio. Aha. Sana pembejeo na madawa. Kwa kweli. Kilimo kinaweza kikapanda kwenda juu. Aha. Basi tutakuongezea na pengine zaidi labda kuangalia hata muda fulani, kwa mfano maafisa ugani si wapo. Wanatengeneza labda vikundi vya watu fulani ili kuwainua katika hali ya kilimo. Ingekuwa labda nakuwa na pampu. Manemeka pampu au mashine tu ile ya kuweka ningekuwa natengeneza mambo yanakuwa makubwa. Hata ekari 10 unasafisha yani vizuri bustani. Yani vizuri. Kwa sababu tathmini yangu ni kubwa huko kwenye bustani. Tukienda utaenda kuona. Nimetengeneza eneo. Ndio. Alafu bado nimeamua nipande mikuyu. Okay. Mikuyu ile ina tabia kutunza maji. Miaka mingi. Sawa. Sasa mimi nikishakuwa na maji ya kutosha nitatengeneza bustani kubwa. Sawa. Na pengine hata nyie baada ya miaka mingapi tutawasiliana kwa simu tu, vipi unaendeleaje? Mimi nitapiga kazi huko wala sio shida. Na hasa nikipata vitendea kazi. Ndio. Ujumbe wako umefika. Na naamini utafanywa kazi. Yaani mimi nikipata vitendea kazi utakuja kuniona hapa nitakubadilisha kwa Ulaya. Mama na afisa kilimo unasemaje? Hana hata sola mama. Kweli kabisa. Mama anatakiwa awesiwe sola pale. Baba alishafariki, ametuacha sisi tunapambana. Sawa. Unaona? Kwanza mimi nimpongeze mkulima. Ndio. Kwa jitihada anazozionyesha katika kilimo. Mimi tu ni mshauri. Kwanza ajitahidi kutumia mbegu zilizo bora. Na imani kwamba hasa za mbegu za mahindi. Tumeona hapa amepanda mbegu za kienyeji. Ndio. Ukiangalia akaweka samadi hapo, nampongeza. Sawa. Na mwaka huu anategemea kama alivyosema na nilivyoona ni kweli atavuna gunia 8 kwa hekari. Sawa. Na hekari 6. Ndio. Na maana 8 kwa 6 ni gunia 42. Ndio. 48, nisiseme 42. Sasa angetumia mbegu zilizoboreshwa, tija hapa kulingana na rutuba iliyopo hapa niliyoiona, angeweza kupata zaidi ya gunia 30 kwa hekari. Kwa hiyo angekuwa anaongelea 30 mara 6 ni gunia 100 na ngapi? Na 80. Kwa hiyo gunia 180 unakuta mahitaji yake ni gunia 42 kwenye familia yake kwa mwaka. Kwa hiyo zote zingine hizi gunia 100 angeweza kuuza hata yote anayoyahitaji, haya mahitaji mengine ya kununua mashine labda kwa ajili ya kumwagilia, namna ya kuendeleza na shughuli zingine. Kipato kingeweza kuongezeka na angeweza kujiwezesha kiuchumi. Kwa hiyo mimi ni mshauri tu kwamba kwa msimu unaokuja ajitahidi kununua mbegu zilizo bora. Ila nampongeza, ameonyesha moyo. Na hapa kweli panaonekana kama huko siji wapi kuna migomba, kuna karanga, kuna mahindi, kuna maboga, kuna hiyo bustani. Kwa hiyo katika swala la lishe sidhani kama anaweza akakumbwa na utapiamlo katika familia. Kwa sababu vyakula vyote vinapatikana.
na ni kila mwaka huwa tunafanya. Na kwa mtazamo wako kulingana na msimu wa sasa hivi ulivyouona na mtiririko wa mvua, unahisi kwa hekari moja unaweza kuvuna gunia ngapi? Gunia 8. 8. Sababu sijafunga mwaka huu vizuri. Mwaka huu sio nzuri. Okay. Gunia 8 hizi za debe 66? Debe 66. Na aina ya mbegu ulizotumia? Hii mbegu hii inaitwa BK. BK. Sawa. Naifahamu. Natokea Tabora hivi. Okay. Na mbolea ulizotumia utumia mbolea hapa? Nini urea? Urea na basi. Ulikuzia? Amna, nikuzia tu. Kutingwa. Kutingwa. Okay, sawa. Na maharage? Maharage nipata gunia 3. Gunia 3? Umelima eneo la kubwa gani? Nilima upande wa kule kama nilipanda kama hivi kwenye mahindi. Eneo la eka 5 pale. Kwa hiyo eka 5 ndio nikapata gunia 3. za mahindi ukapanga ndani yake. Ndani yake. Okay. Itakuwa kama eka 2 kama ukiyatoa yote. Ukapata gunia ngapi? 3. Gunia 3. Okay, kwa wastani wa gunia kama 1.5. Sawa. Na mbegu ulizotumia? Mbegu nilizotumia wanaita ka blanketi yani. Ile mbegu ya Mbeya ile. Tumbaku umelima eneo la kubwa gani? Tumbaku nimelima eka 10. Eka 10. Unazotazama wa msimu huu utapata kilo ngapi kwa ekari? Kwa ekari 600. 600. Mbegu uliyoitumia? Mbegu LG 326. LG 326. K wanaita K 300. K 326. Na mbolea hizo uzitumia? Ni PK, NPK na CAN. NPK ulipata mifuko mingapi? Mifuko 40 jumla. 40 NPK. CAN mifuko 10. Sawa. Na karanga umelima eneo la ukubwa gani? Nilikuwa nusu eka karanga. Unatarajia kuvuna? Nishavuna gunia 4. Gunia 4? Gunia 4, kwa hiyo ni nilima nusu eka tu. Utumia mbegu za kienyeji tu au hizi wanasema mbegu zinabeba 3. Kwa hiyo za kienyeji zile kwa za kusukuma zile kwacha zile. Msimu changamoto ni kwa sababu mvua ilikuwa imezidi. Kwa mazao yaliathirika, maji yalizidi. Changamoto huwa zimegawanyika katika sehemu kuu mbili. Kuna changamoto zile wanasema zinatokana na nature. Yaani changamoto za kiuumbaji. Zile zinakuwa mara nyingi ni kwa mfano hali ya hewa. Mabadiliko ya hali ya hewa mara nyingi ndio inakuwa changamoto za kiuumbaji. Lakini kuna zile changamoto za kutengenezwa na binadamu, wanasema human. Yaani kuna changamoto zinazoletwa na sisi binadamu, sisi wenyewe watendaji. Labda tuanze na hizi. Kwa mfano labda changamoto kutozalisha vizuri sawa. Zinazotokana na binadamu. Usimamizi hasa. Usimamizi najua mwaka huu nakiri wazi mwaka huu usimamizi sio mzuri. Kwako wewe sasa? Kwangu mimi. Ambao ulisababishwa na shughuli. Mimi mwenyewe shughuli zangu binafsi, maana nilisema nimetumia karibia wiki nzima usifiki shambani. Kwa ule usimamizi unakuwa sio mzuri, unakuta hivyo kuna kisia kupata unakuta tofauti. Je, ulipata
uliwahi kuhitaji ushauri wa kilimo ukaukosa? Ule tunapata, kwa mfano kwenye tumbaku tunapata. Aha, kwenye tumbaku wewe unapata. Je, kwenye haya mazao ya nani? Haya mazao haya. Kwamba una labda umepata tatizo, kuna ugonjwa umeingia kwenye shamba lako, unatafuta huduma za ugani, unazikosa. Yule unakuta fulani haji afisa kilimo yule naona ametingwa. Tatizo hana usafiri. Usafiri. Bwana Oscar yule. Pacha mtatu sipo Oscar. Ametingwa. Usafiri hasa usafiri. Okay. Sasa hata ukimpa taarifa unakuta usafiri hana. Hana. Mbolea, mbegu ulizipata kwa wakati? Amini sio hasha tu hizi za pembejeo ambazo tunazisema, lakini je, ujio wa mbolea hapa kijijini hapa? Kwa mfano kwa mbegu unakuta kwa mfano sisi zinapatikana kwa urahisi. Kwa mfano chama cha msingi wanatuletea, wanatukopesha. Kama hujatosheleza unatafuta hela mfukoni mwako na unanunua ili kuwahi. Zinakuwa zinapatikana. Zinapatikana. Tupenda yaanzishwe mashamba darasa ili tujifundishe. Kianzishwa kama shamba darasa eka 2 eka 3. Ili angalau kwa mfano unalima eka 5 unajua utapata gunia 50 au 60. Na haya mashamba darasa ungependa yaanze ya mazao gani? Mazao hasa mahindi. Mazao jingine labda? Karanga. Karanga. Wanapenda sana karanga hapa. Yaani labda usijisemee tu wewe. Unasemea kijiji chote labda kwamba nahisi labda zao fulani linalolimwa hapa kijijini kwetu, kama tukipata mbinu bora za uzalishaji kuna uwezo wa kwenda kuzalisha zaidi. Ila tunakosa labda mashamba ya mfano. Kwa hiyo karanga. Na labda zao la tatu. Zao la tatu kwa hasa sisi wakulima. Ambao unahisi linahitaji kutiwa mkazo kwa maana ya ushauri. Ufuta. Huku unakubali sana? Unakubali. Asante sana. Nashukuru. Yamana